Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni wapendwa katika tafakari ya neno la Mungu ya Dominika ya 21 ya mwaka A wa kanisa. Katika Dominika hii, kanisa linaweka mbele yetu kama ilivyo desturi masomo matatu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Isaya sura 22 aya 19 hadi 23. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 11 aya 33 hadi 36. Na hatimaye Injili takatifu kutoka Mathayo sura ya 16 aya 13 hadi ya 20. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya anatabiri kuhusu mabadiliko ya kisiasa katika nchi takatifu. Kipindi hiki cha utabiri wa nabii, yupo mfalme mwema, lakini hata hivyo mwenye nakisi ya uelewa wa mambo, Mfalme Hezekia. Mkuu wa watumishi wake aitwaye Shebna anachukulia udhaifu wa mfalme kujifanyia mambo ambayo sio mema, mambo ya kibinafsi kwa ajili yake. Pia anaingia mazungumzo na watawala wa Misri, jambo ambalo sio zuri machoni pa Mungu, na pia hakuwa uamuzi wa busara. Na nabii sasa anasema kwamba Eliakimu ndiye atakayekuja kuchukua nafasi ya Shebna. Neno muhimu ambalo tunataka tuondoke nalo katika somo hili ni utabiri wa nabii huyu kwamba Eliakimu atapewa funguo. Atakachofunga hakuna atakayefungua. Kwa lugha nyingine, anapewa mamlaka makubwa. Neno ile funguo tutaliona zaidi katika Injili tutakayosikia. Ni kweli muktadha wa Injili hii nabii anazungumza zaidi mambo ya kisiasa, lakini tunajua unabii haupo tu kwa ajili ya siasa za hapa duniani. Unabii hasa ni kuangalia wokovu za roho za watu, na bila shaka tujuavyo kumbashiri yule ajaye ambaye si mwingine Kristo Bwana. Katika Injili takatifu, Kristo amefunga safari pamoja na wanafunzi wake, mitume wake, kwenda eneo liitwalo Kaisaria Filipi. Na huku Yesu bila shaka bado akiendelea kufanya tathmini ya utume wake, anauliza swali. Anauliza maswali mawili na kutoa tamko. Swali la kwanza, watu sema mwana wa Adamu ni nani? Hapa ni kama vile Yesu anataka kusikia maoni ya watu, na wote wanajibu. Kwa tafsiri ya Kigiriki iliyoandika Injili hii, inaonekana kwamba ni wanafunzi wote walishiriki katika kuchangia majibu. Wengine husema wewe ni Elia, wengine wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine nabii yule ajaye. Swali rahisi kabisa ambalo mitume ambao walikuwa wanachangamana na watu wengine walikuwa wanajua maoni yao, maoni ya watu kuhusu Kristo. Swali gumu linafuata, na ninyi mwasema kuwa mimi ni nani? Swali zuri la msingi ambalo ni mojawapo ya sehemu muhimu sana ya kuzingatia katika imani yetu. Kama jibu la swali la kwanza lilikuwa ni maoni tu ya watu, fikra za watu, mtazamo wa watu kuhusu Kristo, kwa kutumia akili zao, kwa kutumia silika zao, sasa swali hili ni la msingi sana. Wao wamesema hivyo, nyie je, msemaje? Hapa anajitokeza kujibu ni mmoja, Simoni, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jibu hili Simoni amepatia vizuri sana, na Kristo anasema ni jibu sahihi. Lakini anaongezea, umefunuliwa na Baba yangu aliye mbinguni. Mungu ndiye alimfunulia Petro. Hiki alichokisema Petro, ndugu zangu, Simoni ambaye baadaye anabadilishwa jina kuwa Petro,
Anachokisema Simoni ni aina ya mwanafunzi wa kwanza anayekiri imani katika Kristo. Ni tamko la kwanza lililo sahihi kutoka kwa mwanafunzi kumuhusu mwalimu wake Kristo. Walishamsema wengine bila shaka, wakimita mwana wa Daudi, wakimita majina ya heshima mazuri, lakini Petro amekiri imani kwa usahihi zaidi. Na baada ya Petro kutoa jibu hili kwa ufasaha, Kristo anatoa tamko: wewe ni mwamba, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu. Petro ni mwamba kivipi? Katika nyaraka za Petro mwenyewe, walau waraka mmoja na nyaraka nyingine za Paulo hasa kwa Korintho, wanasisitiza kwamba jiwe la msingi ni Kristo mwenyewe. Pia mitume pia wanasema sisi tumejengwa katika misingi ya manabii na mitume, lakini jiwe kuu la msingi ni Kristo mwenyewe. Sasa iweje Kristo katika injili hii anamtaja Petro kuwa ni mwamba ambao atajenga kanisa lake? Mojawapo ya tafsiri ni hii, ambacho hasa Kristo anakisema kuhusu umwamba wa Petro ni ile imani aliyoikiri kwa usahihi. Kanisa la Kristo linajengwa katika imani kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kanisa la Kristo linajengwa katika kumkiri Kristo kuwa ni Masia, ni mkombozi. Ukweli huu wa kiimani utadhihirika zaidi baada ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana. Kwa hiyo Kristo anatoa tangazo hili kwamba kanisa lake sasa litajengwa katika huu mwamba wa ukweli wa kiimani. Lakini bado Petro kama Petro bado anabaki katika nafasi muhimu. Katika Injili ya Mathayo, ambayo wataalamu huita injili ya kanisa, Mathayo anaweka structure, anaweka nadharia namna ambavyo kanisa litakuwa, au tuseme nadharia, tuseme mfumo wa namna kanisa litakavyokuwa. Kristo ametamka kwa Petro sio tu atajenga kanisa kutoka katika mwamba huu, bali pia atamkabidhi funguo, na chochote atakachofungua kitafunguliwa, atakachofunga kitafungwa. Kristo anaanza kuweka mfumo wa uongozi katika kanisa lake, mfumo ambao utaanza kutumika baada ya yeye mwenyewe kupaa kwenda kwa Baba. Nimesema wataalamu huita injili ya Mathayo injili ya kanisa kwa sababu ni injili pekee ambayo inatumia neno kanisa. Injili nyingine kweli zinazungumza kuhusu jumuiya za waamini, lakini ni Mathayo anayetumia neno kanisa na anayeeleza mfumo wa kanisa unavyopaswa kuwa, kusudi ieleweke kwamba kanisa sio taasisi ambayo walikuja kubuni watu wengine huko mbele baada ya Kristo kupaa mbinguni, bali ni Kristo mwenyewe alianzisha taasisi hii ya kiimani na akapanga namna ambavyo alitaka uongozi uwe. Kwa sababu ni wazi Kristo alijua baada ya yeye kuondoka lazima atahitajika kiongozi. Na kuna ambao hawadhani kwamba Petro angehitaji mbriefing, kwamba Petro amekwenda basi. Huu ni potofu. Kristo alijua kanisa lake litakuwepo, na tena akasema kwamba hakuna uovu wowote, milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Kristo alijua kanisa lake litakuwa la miaka michache tu ambayo Petro angeishi duniani. Kristo alijua kanisa lake litapanuka, litakuwa, na daima Petro ataendelea kuhitajika. Kwa hiyo anayeliongoza kanisa, askofu wa Roma, anaendelea kuchukua mamlaka ya Petro. Katika Biblia wapo watu wachache ambao walipokuwa wanapewa wito mkubwa, majina yao yalibadilishwa. Tunafahamu kuhusu Abrahamu, tunafahamu kuhusu Sara,
tunafahamu kuhusu Yakobo, tunafahamu sasa kuhusu Petro, na pia tunafahamu kuhusu Paulo. Petro ambaye jina la asili ni Simoni, sasa atakuwa Petro mwamba. Sauli atakuwa Paulo, lakini tubaki na Petro. Jina limebadilika kuonyesha utume mpya ambao anaupokea. Cha kujikumbusha ndugu zangu, na cha muhimu sana katika majibu tuliyosikia, kwanza watu wanavyosema, alafu Petro anavyojibu. Imani yetu siyo maoni. Imani yetu haijengwi kulingana na matamanio yangu na maoni yangu na fikra zangu. Imani yangu katika Kristo inajengwa katika kile Petro alichokijibu kwa usahihi. Na anachokijibu Petro kitajenga mengi ya kiimani. Kitatoa mafundisho mengine mengi ambayo hayapingani na kile alichokijibu Petro. Na atakaendelea kufundisha kwa imani, kwa usahihi, atakaendelea kufundisha imani kwa usahihi ni Petro, pamoja kwa umoja na wenzake. Ndio maana kanisa karne na karne limekuwa likifundisha hiki, limefundisha kile kulingana na hali ya wakati husika. Petro kujitokeza na kuzungumza, wakati mwingine Petro kushambuliwa, lakini alivyoahidi Kristo, milango ya kuzimu haijaweza kummaliza, hata kama ametikiswa hapa na pale. Wakati fulani Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili akishinikizwa kubadili baadhi ya mafundisho ambayo tamaduni za sasa zinaona kama ni mafundisho magumu kutekelezeka, Papa alisisitiza haitabadilika, hata kama tutapungua na kubaki 12 tu kama ilivyokuwa mwanzoni. Lazima tukiri imani ya Petro, lazima tuitunze imani ya Petro, akimaanisha kwamba hata kama kanisa litabaki kwa na watu wachache, lazima libakie aminifu kwa Kristo. Mwanatheolojia maarufu wa kanisa Katoliki ambaye mwanzoni alikuwa katika dhehebu la Anglican, John Newman Kardinali, ameelezea vizuri safari ya Peter tangu wakati wa Simone mpaka enzi za maisha yake karne iliyopita, kwamba Petro amekumbana na masaibu mengi. Ni dhiki gani ambayo Petro hajawahi kukumbana nayo? Dhiki ya kisiasa, dhiki ya kudharauliwa, dhiki ya kushambuliwa, lakini mara zote Peter amesimama. Na anayetaka kuwa mshindi, anasema Kardinali Newman, lazima atoe jibu linaloendana na Peter, na lazima amsikilize Peter. Kwa hiyo ni Dominika ya kutazama kanisa na ukweli wa imani yetu ambao umejengwa na Kristo na taasisi hii ambayo ni Kristo mwenyewe ameianzisha. Basi tukijikumbusha umuhimu na msingi wa imani yetu, tukiri hiki alichokisema Petro na alichokifundisha Petro. Ualimu wa Petro au usahihi wa mafundisho ya Petro haukuishia katika hiki alichokisema. Ni kweli baadaye atayumba, lakini Yesu ameahidi. Alimwambia mara fulani, nimekuombea wewe ili imani yako imarike, isitetereke, na utakaponirudia uimarishe imani ya ndugu zako. Kristo alimwambia Petro akionyesha bado matumaini yake alionayo kwa Petro. Lakini ingine mara tunayokumbuka ni ile baada ya Kristo kufufuka, alimhoji Petro, unanipenda? Mara 3. Lisha kondoo zangu. Na kweli baada ya Bwana kupaa mbinguni, Petro alichukua wajibu huo mara moja. Tunaelewa kilichotokea siku ya Pentekoste. Matamko yote rasmi yalikuwa yanatolewa na Peter. Na historia ya kanisa inatueleza hata baada ya kifo cha Peter, ikieleweka kwamba Yohana mtume bado alikuwa hai, maamuzi muhimu yalikuwa yanafuatwa kwa askofu wa Roma ambaye anakalia kiti cha Petro. Katika somo la pili, Paulo mtume anaendelea na maneno ambayo yanaonekana ni mazuri, lakini nyuma yake anaelezea mafumbo ya kimungu yasiyochunguzika
lakini anaelezea hii kutokana na ndugu zake Wayahudi kumkataa Masia, kukataa kukiri pamoja na Kristo, kumkataa mkombozi. Paulo basi anamwambia mtaki, basi mafumbo ya Mungu hayachunguziki kwa namna mnavyofikiri. Walimu wa sheria walijiona kwamba wao ndio wenye funguo za kutafsiri vizuri maandiko matakatifu, kufundisha ukweli wa imani. Wakasahau kwamba mwalimu mkuu ameshakuja, Masia ameshakuja, na funguo sasa amekabidhiwa Petro pamoja na ndugu zake wanaoshiriki utume mmoja. Tumwombee askofu wa Roma, tuombee maaskofu wote ambao ni warithi wa mitume, ambao wanabeba amana ya imani. Imani iendelee kurithishwa kwa vizazi vijavyo, na sisi tubaki katika kumkiri Kristo aliyejifunua, ambaye Mungu alimfunua Petro akamfahamu Kristo ni nani. Tusibaki katika dini za au madhehebu ya kihisia ya kumchagua Yesu anayenifurahisha namna hii, Yesu ambaye katika ibada yake nitaburudika namna hii, na kusahau kiini chetu, ukombozi wetu, kwamba mwisho wa yote ni tuokolewe na mkombozi ni mmoja tu, ni Kristo, kwa kufuata mafundisho sahihi ya Petro. Tumsifu Yesu Kristo.